Nauliza swali la msingi sana. Mtu yoyote aliyeingia nusu finali, kumbuka sio kibonde. Stellenbosch amemtoa nani? Zamalek. Amemtoa Zamalek. Zamalek ambaye tulikuwa nasema huyu ni noma. Na watu wakampa asilimia kabisa. Huyu pia anakuja kukutana na Simba. Ni noma zaidi. Si amemtoa Zamalek. Kwa hiyo kinachoamua ni mbinu za mwalimu. Inavyoonekana kwenye ranking, timu zote ziko sawa. Zina uwezo, zina kila kitu, ndio maana zimeingia nusu finali. Kwa hiyo mbinu za walimu ambao wana mbinu nzuri, walimu hawa ndio wataamua nini kitakwenda kutokea katika michezo yao ya nusu finali. Kumbuka, hii tunasema ni do or die. Yaani ni kufa au kupona, kufuzu au kutokufuzu. Hizi timu mbili hazina rekodi kubwa sana. Hizi timu mbili, Simba na Stellenbosch, hazina rekodi kubwa sana. Lakini rekodi ya Simba kwa maana ya katika hatua hii, okay. Rekodi zao sio kubwa. Simba baada ya muda mrefu sana ndio wameingia kwenye hatua hiyo. Umenielewa Kwa hiyo muda mrefu sana jina la Simba alijaandikwa kwenye kitabu cha nusu finali. Muda mrefu. Unaiona hiyo. Kwa hiyo walimu ndio wataamua. Kinachokwenda kuamua ni tactic, mbinu za mchezaji, za mwalimu, lakini pia namna ambavyo atakwenda kuwafundisha, namna ambavyo atakwenda kuwa train wachezaji wake kwenye uwanja wa mazoezi. Ambaye amecheza karata vizuri, ndiye atakayekwenda kuingia finali. Kumbuka hii ni sehemu ya historia ya mchezaji mmoja mmoja pamoja na wachezaji kwa ujumla. Lakini watu mashabiki wa Simba pamoja na wapenda soka wanahitaji kufahamu nini kuelekea mchezo huo, kwa sababu yani ukisikiliza kauli za watu ni kama haichukulii kwa uzito huo Stellenbosch. Licha kwamba mchezo wa kwanza Simba tanzia nyumbani uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini pia wamekuwa kiunganisha doti kwamba Stellenbosch yawezekana ikawa rahisi kuwatoa kwa sababu pengine Fadlu Davis anaweza akatumia ule wenyeji wake wa South Africa kwa sababu inatokea huko kuwatoa kirahisi. Mimi nataka nikuambie kitu kimoja. Hata Stellenbosch anachukua tahadhari kubwa sana dhidi ya Simba. Kubwa sana. Sawa Ogopa mtu ambaye anakuona wewe kama tishio. Lazima ataingia kwa tahadhari. Kama anakufahamu wewe kama tishio, maana yake atafanya analysis. Weakness and strength yako. Uimara wako, udhaifu wako, atakupigia wapi. Haya yote lazima afanye analysis. Lakini siku hizi kuna wachambuzi wa mechi watakwambia Simba ili umfunge tumia counter. Wanatumia video analysis Kwamba ukitupia pembeni unakuta Simba kuna weakness. Uimara wa Simba ni wapi? Tupitie wapi? Sawa Vilabu vyote ambavyo vimeimarisha sana maeneo yao ya kiufundi lazima wafanye vitu kama hivyo. Mashabiki wengi wa Tanzania wamezoea kuangalia branding za vilabu. Sawa Wamezoea kuangalia timu za Misri, timu za Morocco, timu za Algeria, timu za Tunisia, hasa na za Afrika Kusini. Hizo nchi 3-4 ndio wanaziangalia. Sawa Kumbe mpira unaenda unakuwa mpira huko hivyo, hasa kwenye nafasi zile ambazo ni makini sana. Nafasi kama hizi za nusu, nafasi kama za finali. Sawa Watu wanatengeneza rekodi. Watu wanaona fursa mbele. Wanafikiri Simba akiingia finali utakuwa unamtaja kwa adabu. Kwa mfano japo atabaki nafasi ya 4. Al Ahly 78, wanaofuata 57 wawili. Simba ambaye ni Mamelodi. Simba akiingia finali nafikiri ataongeza 3. Anaweza kafika 46.
sidhani kama atapanda sana. Atabaki tu kwenye hiyo namba yake. Sawa. Kwa hiyo hakutakuwa na maajabu. Kwa lugha rahisi. Hakutakuwa na maajabu. Lakini kwa upande wa Fadlu ni raia wa Afrika Kusini, unajua. Hawezi ikawa kigezo cha kwa study vizuri zaidi. Hiyo sio issue. Nataka nikwambie kitu kimoja. Kwa mfano Suleiman Matola. Si unakumbuka, lakini Nabi kipindi kile yupo Yanga. Kwa mfano Suleiman Matola anaenda Uganda au Rwanda. Anakuja na timu hapa Tanzania. Atamfunga Simba au Yanga? Amfungi. Amfungi. Kwa nini sasa? Sinategemea na huko amejiandaje lakini. Na kikosi cha aina gani? Yaani ambacho atapata Fadlu ni labda tu anakuwa anazijua figisu. Yaani kwa mfano labda Matola, nimekupa mfano, labda anakuja na timu ya nje. Labda anajua yeye mwenyewe anaweza kumpigia mtu wa hoteli. Bwana nafika kwenye hoteli yako, sitaki maneno bana. Mimi na watu najuana. Okay. Mwenye hoteli anasema leta hela yangu, hakuna figisu na hela yake haiwezi kurudisha. Figisu kama hizo wanaziepuka, lakini kwenye matokeo itabaki kuamuliwa na mbinu za mwalimu, itabaki kuamuliwa na namna ambavyo umejipanga, namna ambavyo una ubora wa kikosi. Tumalizie baada ya ushindi. Moja ya kiongozi wa Simba, Azim Dewji, ameonekana kigawa pesa kwa wachezaji. Ina maana gani? Kuna mwekezaji yeye aliweka bonus mapema, lakini kuna watu ambao hawahusiki kwenye issue ya uwekezaji kuwapatia bonus wachezaji. Azim Dewji. Yeah. Unamjua Azim Dewji? Azim Dewji ndio family. Si mzee. Yeah. Ukumbuki kipindi cha ile seke ya Mo Dewji alipopata matatizo. Aliyetokeza ni nani kwamba kijana wetu kama kuna mtu yupo inaachiwa kitu fulani. Familia ile. Familia. Hata Munyi si ulimwona. Alikuwa front mechi ya Tabora na Simba. Azim Dewji alikuwa front. Okay. Siku wanaenda Misri. Iko Misri au ni wapi? Akasema wamepata ndege ya serikali. Umesahau? Familia. Familia. Kwa mtu na nduguye. Familia. Au kuna namna anaweza kawa. Kuna namna inawezekana kwenye ile 50 kwenye 49. Naye ana kidogo bana. Lakini tumalizie sana hoja ya mwisho. Simba nusu finali baada ya miaka 32. Tuna matarajio yetu ni yapi ukitazama kwa mbele zaidi kuelekea mchezo wenyewe? Dhidi ya Stellenbosch. Mimi matamanio yangu au mategemeo. Matarajio yani unayaona vipi? Matarajio yangu na hata ya wengine. Hii finali, hii safari hii kwa Simba ni safari mpaka finali. Mpaka finali anaweza kafaka. Sio kwamba na underrate Stellenbosch. Hapana. Ila naiona mbele kuna mwanga kwa Simba. Kwenye mpira pia kuna bahati. Kwenye mpira pia kuna njia unazozipita. Kuna siku njia zako zinakuwa zimenyooka hivi. Hazina jamu. Okay. Hazina vizuizi. Hazina foleni. Njia zako unaona kabisa hii njia. Njia imenyooka kabisa. Yaani ni mimi tu nikwame. Simba kuna kama dalili kwamba mbele baada kwenye nusu kuna dalili kwamba Simba anapita. Yaani naona tu mbele kizuizi kilichopo tunasema ni kizuizi cha tofali. Yaani unaweza ukija gari yako ikija kwa speedi kuna uwezekano tofali kasagika. Yaani gari inaweza ikafanya ikabendi kwa namna fulani, lakini tofali kasagika ukaendelea na safari. Nafikiri iko namna hiyo.